Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Watukufu ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, leo tuko mbele ya kamera, tupo na ndugu yetu katika Adamu Simulizi kwa ajili ya kujibu hoja ambazo zimewekwa na kueleza ile sintofahamu kwamba kwa nini sisi hatukuonekana katika mdahalo mara ya pili, kuna sababu gani? Kwa hiyo kwanza, kabla sijasema, nitamkaribisha Sheikh Kesede kwanza aeleze kimuktasari, kisha tutatoa uchambuzi. Nini sababu, kwamba ni sisi ndio tuliokataa au ni wao ndio waliokataa tukashindana? Kwa hiyo Sheikh Kesede, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Naam, sasa mimi nakukaribisha na nadhani umeona yaliyosema katika mitandao. Hebu kwanza nataka uanze kimuktasari, kisha tufanye uchambuzi wa yale ambayo yamejitokeza. Nini sababu? Karibu. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kiongozi wa umma rehma na amani, yeye pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba wake na Waislamu wote kwa jumla. Vile vile wasiokuwa Waislamu tunawatakia amani ya Mungu iwe kwenu. Nashukuru sana kaka Mbogo kwa kunipa nafasi kwa kuweza kuzungumzia ingalau kwa ufupi. Nafikiria kama watu walivyokuwa wanajua ni kwamba tulikuwa na mdahalo uliokuwa unaandaliwa muda wa siku 2-3 ya mimi na Ndacha. Ndacha aliyekuwa anamsimamia kama kiongozi alikuwa ni Pastor Masawe, na mimi aliyekuwa ananisimamia kama kiongozi wangu amiri katika msafara ni Mbogo. Kwa hiyo aliyekuwa ametuunganisha sote alikuwa ni Simulizi, na Simulizi ndio alikuwa kabisa mwenye mdahalo huu, na yeye ndiye alikuwa kabisa mhusika mkubwa katika maandalizi ya mdahalo huu. Amefanya juhudi yake, mdahalo ukakamilika. Simulizi akaandaa akiungana pamoja na Wamasawe, tukaenda kufanzia Tegeta. Baada ya hapo Simulizi akaandaa, na kabla yeye kuandaa sisi tulimwambia kule Tegeta ni mbali, nataka watu muweze kufahamu, kwa sababu wanapokuwa wanazungumza wanajikuta wanazungumza wako huru kuongea wanachokitaka, hawana uadilifu wowote, kwa sababu wangelikuwa na uadilifu kama wangeongelea uhakika watu wapate kufahamu, lakini walijihisi tu vizuri ili wafunike udhaifu wao, ni mpaka waseme wamekimbia. Hivi jamani, sisi tunafanana kukimbia? Tunafanana kukimbia? Hoja, tumkimbie nani? Mjuzi gani ambaye sisi tunaweza tukamkimbia? Tuache yeye. Mjuzi gani katika jamii ya ulimwengu wa Kikristo ambaye muadhiri wa Kiislamu anaweza kumkimbia? Lakini walijihisi tu neno zuri, safi, nzito, itakaowapa mamlaka ya kuonesha kabisa ni wabingwa, ni wao tu kusema wametukimbia. Lakini wameficha kitu cha kimsingi, sababu ya sisi hatukufika kule. Wameandaa Tegeta, walipoandaa Tegeta tukaenda tukafanya, lakini baadaye tukaja kuona huko Tegeta ni mbali sana sana, lakini tulikamilisha. Tukamwambia Simulizi, hatupendelei kwenda tena Tegeta, inabidi tuandae sehemu nyingine. Simulizi akasema sawa, acha kwanza niweze kuandaa alafu niwafahamishe. Simulizi akaandaa sehemu, tukapata. Sehemu gani? Huko tulikokuwa tunaenda kufanzia Mbagala. Hapa ninaposema Simulizi mwenyewe ndio huyu na iko nanisikia. Simulizi akanambia sehemu ya Mbagala imepatikana tena nzuri, na hapo tulikuwa anapoandaa ni sehemu ya kanisa, lakini ni karibu. Mimi nikamwambia Simulizi, basi wafahamishe, maadamu hivi imekwisha patikana sehemu nyingine tena ya karibu hapa Mbagala, wafahamishe sasa. Jumatatu tunakwenda kule, kama vile Jumapili tulienda kule kwao. Alipowafahamisha wakakataa, wakasema mpaka huku, hatutoki hapa mpaka huku.
Simulizi akasema mbona wao wanasema kama tufanzie huku, kwa sababu wao wameisha kuja huko mlikoandaa. Sasa maadamu tunaandaa sehemu nyingine ambao wao wanapenda na wanajisikia afadhali kuliko kule, basi inabidi tufanzie huku. Masawe akakataa, akasema huku. Masai akanipigia mimi, nikamwambia Masai, ndiyo inabidi tufanzie sasa huku, kwa sababu huku hatukupapenda. Na kitu kingine, utaratibu wenu haukuwa mzuri. Hilo ataliongelea ndugu yangu hapa Mbogo. Lakini Masawe akanambia hapa, tusiendi huko Mbagala, turudi huku. Sisi hatukupanga kwamba tunaweza tukafanzia popote zaidi ya hapa. Mimi nikamuonesha umuhimu, lakini akakakamia, akabaki na msimamo pale mpaka na mimi kantia shaka. Bwana Masawe, kwa nini huko tu? Kwani kuna nini inayoendelea mpaka iwe huko tu? Na tunakupa sababu za kimsingi kwamba maadamu tunafanzia huko, tufanzie sasa na huku. Na aliyekuwa mwandalizi wa mkutano huu alikuwa na simulizi. Inamaanisha sasa Masawe kavamia, anaenda kutia sehemu yao. Hatukujua kama huko kuna mpango gani walikuwa nao na viongozi wao ima na wafadhili wao mpaka iwe pale tu. Sisi tunamwambia tufanye huku, wanakataa. Basi mimi nikamfahamisha Mbogo akaongea na Masawe. Mbogo akamfahamisha kwa uzuri tu Masawe, lakini Masawe hakumsikiliza na Mbogo. Ndio Masawe akasema basi kama unaona kama hamtaki, sisi tutaenda ni kule tu. Mbogo akamwambia basi kama mnapenda hivyo, hamtaki na sisi kutusikia, na aliyetuandalia ndiye ameandaa huku, basi na sisi hatuwezi kwenda. Masawe akamwambia Mbogo basi kama wewe utakwenda, basi tutaenda na Kesede. Mbogo akamwambia basi kama Kesede atakwenda basi aende, lakini sidhani kama Kesede anaweza kwenda hali ya kuwa mimi kwenye msafara ndio amiri wake. Basi Masawe akanambia, Masawe aliponambia mimi nikamwambia kama Mbogo amekataa na ndiye amiri wangu wenye msafara, mimi siwezi nikaenda, kwa sababu sisi ni Waislamu na tunapata utaratibu kama tulivyopangiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msafara wa kidini lazima uwe na amiri. Wakati Mbogo anasema tusiendi, vipi mimi naweza nikaenda? Haiwezekani. Mkielewana na Mbogo basi tutafanya, tutakuja. Lakini msipoelewana, mimi siwezi kuja, nitakuwa nimemkhalifu Mbogo kwa sababu ndiye amiri wangu wa msafara. Ndio dini yetu inavyopangwa hivyo. Siwezi. Kwa hiyo ikawa ndio sababu ya sisi kutokufika. Kuna mengine ambayo Mbogo atazungumza, lakini utaratibu ni huo. Si kwamba sisi tulikataa hoja za Ndacha. Ndacha ni mweupe, hatuwezi tukakataa hoja zake kwa sababu yeye iko chini sana. Hilo tutaliongelea baadaye. Acha nirudishe maiki kwa Mbogo, alafu nitaongelea mengine baadaye. Naam. Kama mlivyoweza kumsikia Sheikh Kesede alichoeleza, kwanza nataka niwaambie Waislamu na wasiokuwa Waislamu kitu ambacho natakiwa mkifahamu. Siku ambayo tulienda katika mdahalo, kama alivyozungumza Jeff Masawe kwamba mdahalo huu aliyeandaa ni ndugu yetu katika Adam Simulizi, yeye kaupola tu, afu kaweka masharti. Siku ambayo tulienda, kama mna kumbukumbu, ilikuwa siku ya Jumapili. Dar es Salaam ilinyesha mvua, si tupo Kigamboni, wakati gari ambayo ilikuwa inatuchukua ilizama kwenye michanga zaidi ya saa mzima, na mvua ilikuwa ikiwa inanyesha mpaka ukapatikana msaada wa watu mtaani, tena kwa kuwalipa ili gari iweze kutoka. Na baada ya gari kutoka tulifanya msafara. Kwa hiyo kwa muda tuliotoka mpaka kufika kule ilikuwa tumefika kule saa 7 kasoro. Kwa hiyo kwanza tulichelewa, ilikuwa karibu masaa mawili ya kuzama. Na kama mnavyojua barabara hii ya kuelekea Mwenge Tegeta inajengwa. Kwa hiyo pia msafara wa magari sehemu hiyo, japo ni Jumapili, bado ilikuwa magari yanaenda kwa spidi ndogo. Kwa hiyo mpaka tumefika pale tulichelewa kweli, sio muda ambao tulipangiana kukutana pale. Lakini baada ya kufika pale, baada ya kuona ule muda tulioanza, wakasema kwa nini mmechelewa, mnaogopa? Tukamwambia tungekuwa tunaogopa tusingefika. Naam. Kwa hiyo tumefika hapa ili tuanze. Sasa kwa sababu mada zilikuwa ni mbili, tukaambia ili sasa kuonyesha kwamba sisi ni wazoefu, tuna uwezo mkubwa, kwamba mada lazima ipatikane maswali mengi. Kwa hiyo tuweke mada moja, tukaanza kuvutana hapa. Sasa mimi baada ya kuingia pale, kiukweli kwamba Masawe alichukia
Ndacha alichukia kuniona mimi, Abeli pia alialikwa pale, alichukia wote hao walichukia kuniona mimi, kwa sababu wanajua mimi ni mzoefu katika midahalo, na sikuanza kujulikana kuanzia kukulikodi kwenye video. Mimi nilikuwa napiga mada za live kwenye radio, watu wengi wanajua hilo. Kwa hiyo si kwamba labda nimeanza ni mzoefu, na nilikuwa nikienda studio peke yangu, Wakristo wakija 5 mpaka 6 na mimi nilikuwa najadili nikiwa peke yangu. Kwa hiyo mimi wala sina hofu wala uoga wa namna yote, ni mzoefu. Wale Waislamu watoto tu wa miaka 2000 hapa ndio hawajui, lakini Waislamu wengi wanajua historia yangu. Wengi walianza kunijua kabla ya sura, walikuwa wakisikia sauti yangu kwenye radio wapo Mission. Kwa hiyo mimi kwa uzoefu uliokuwa nao, nikamwambia mada hizi mbili kwa muda tuliokuwa nao ni muda mdogo, kwa hiyo tungeweka mada moja ili maswali yapatikane mengi ya kutosha. Ni kuonyesha kwamba tunajiamini kwamba si akiulizwa maswali tutajibu, na sisi tutapata nafasi ya kuuliza maswali nao kama wana uwezo wajibu. Kwa hiyo tukavutana zaidi ya nusu saa tunabishana kwenye hilo. Sasa kitu ambacho mimi kwanza kilikasirisha ni baada ya mimi kuambiwa bado wewe ondoka, mada ni kesede, kwa hiyo wewe ondoka, sio lazima, kwani lazima uwepo. Nikaona sasa, maana mimi nimeacha muda wangu, nimefika hapa, kwa hiyo sina umuhimu wa kuwepo. Mimi nilichowajibu, maneno haya aliongea Abeli, maneno haya aliongea Ndacha na msomaji wake na mtu mwingine watatu pale. Tulibishana sana. Sasa katika kuvutana, mimi ndio nikawajibu, nikamwambia Kesede mnayemuona mpaka amefika hapa, mimi ndio kiongozi, mimi ndio amiri. Mimi ndio amiri, na kwa utaratibu wa Kiislamu ukiacha safari za kidini, safari yoyote tu, kwamba mnapokuwa mnatoka lazima apatikane amiri wa msafara. Na kwa maneno ya Mtume swalla salama kwamba yani msafara wote sio kuwa na kiongozi, basi kiongozi atakuwa shetani. Kwa hiyo nikawaambia mimi ndio amiri. Nikisema hapa hatufanye mkutano, hatutafanya, kwa sababu mimi ndio kiongozi. Hamwezi kunifukuza mimi nitoka kwenye mkutano, mwache Kesede hapa. Nyinyi mna lengo gani? Kwanza kwa usalama wake, kwa sababu sehemu ile ni sehemu wanaimiliki wao, na tulikuta kuna Wakristo wengine pale walizunguka eneo lile. Kuna wengine walikuwa wamekuja kwa ajili ya kwaya, na kwaya zilipigwa kweli dakika za mwisho mwisho. Kwa hiyo mimi namwachaje Kesede? Nitakuwa mimi na akili sawa sawa? Kwa nitakuwa sina akili sawa sawa? Mimi nikakubali kubaki, kawaambia basi sawa, tutakubali hizo mada mbili, na ndio maana maswali yalikuwa machache. Lakini jambo lingine ambalo mimi haya nayoyazungumza si kwamba ni mara ya kwanza kwa watu kina Ndacha kunichukia, hasa mimi wakiniona, kwa sababu mimi kwenye midahalo mara nyingi huwa nakuaga mbele sana, na hata wahadhiri wanajua, na mimi ni mtaalamu wa vitabu, na vitabu mimi ninavyo vingi hapa Tanzania kuliko mhadhiri yoyote hapa Tanzania. Mimi labda naweza kashindana na Kesede kwa vitabu, lakini kwa Tanzania hakuna ambaye ananizidi kwa vitabu, hakuna. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba hata tulipofanya mkutano na Dr. Sule, mliona maneno ya Ndacha aliwahi kuzungumza huyo Masawe kwamba tunajua mdahalo anaoendesha ni mbogo hapa. Sule na maana anasaidiwa. Yaani haya maneno anayo. Kwa hiyo wakaona kwamba mimi nikiwepo maana yake namsaidia nani? Kesede. Wakati Kesede mimi sikuwa mzungumzaji. Kwa hiyo haya ni mazoea yao, kwa sababu hata mhadhara tuliofanya pale PTA na Dr. Sule ilikuwa hivyo hivyo. Mhadhara tuliofanya pale Mbezi ilikuwa maneno ni hayo hayo. Kwa hiyo mimi siku alivyoniambia ondoka mwache Kesede, mimi nikasirika. Kwa hiyo siku ambayo tumepigiwa simu sasa, ile siku ya Jumatatu kutane, tayari mwenye mdahalo wake ambaye alipolwa alikuwa ni nani? Simulizi. Na hata yeye pale kuna kipindi alizungumza bwana tuendelee na mdahalo. Baadaye alisimama Masawe. Kama atakuwa amerekodi, rekodi yake anayo. Simulizi mwenyewe anasikia. Alisema tuendelee na mdahalo. Baadaye alisimama Masawe akamwambia mimi ndio mwenyekiti. Kwa hiyo ufuatishe mimi ninachokitaka mimi. Ukiwa kuna jambo lote, yani tayari kashaupola, hata huyo mwenyewe aliyeandaa mdahalo wake hakuwa na nafasi. Kwa hiyo akawa ni mtu wa kurekodi tu. Kwa hiyo mazingira yakiwa na mashaka, tukaona kwamba hakuna sababu za msingi, lakini tukawaambia kwa sababu huko ni mbali na sehemu waliotuandalia ni sehemu ambayo haina huduma yote, hata duka maeneo hamna. Ni mbali kidogo, ni ndani kabisa. Kwa hiyo simulizi akawa ameandaa mkutano mdahalo ule siku ya Jumatatu ambao ni kanisani. Ingekuwa ni msikitini wanasema mbona mmetuandalia msikitini? Lakini kanisani, sehemu ambayo huwa midahalo mingi. Nishai kuhudhuria mara moja mimi mdahalo mmoja pale kwa kina nani Kiabashasa Mbagala kanisani. Wakakataa. Sasa wana lengo gani? Kama watu wamekataa, tena sehemu yetu ile waita ni kanisani, wamekataa. Sasa walikuwa wana agenda gani asili ambao walimtegea Kesede aende? Kwa sababu ananiambia bwana kama wewe hutakuja. Mimi nikamwambia kwanza hamkuweka utaratibu, na wewe kama mwenyekiti umeshindwa kunitetea mimi pale.
akasema mimi sijasikia wakati unaambia maneno. Nikamwambia wewe ulisimama, wenzio wako pembeni wanazungumza, na wewe ndio umesimama kwenye mimbari pale. Wakati unazungumza wale wanasema mwambie Bogo aondoke, sisi hatumtaki, tunamtaka Kesedea. Wewe ulisikia. Sasa mimi niliyokuwa mbali na wale nisikie, wewe hujasikia. Na haya nayo yazungumza ajue kwamba Masawe nilimrekodi wakati anayakataa kwamba mimi sijasikia. Alafu mwisho wote akasema basi njoo tutayarekebisha kwenye mic kabla ya mkutano. Nikamwambia ulitakiwa urekebishe jana. Ninayo kwenye simu yangu, nimemrekodi, asije akazungumza uongo. Sisi ni wataalamu bwana. Ni wataalamu pia. Kwa hiyo hoja ya msingi kwamba Waislamu wajue kwanza, wao wameenda masharti tofauti, walikuwa wanatukomandi, wanamkomandi hata aliyeandaa mkutano na wanataka kutukomandi. Sasa sisi hatuwezi kutawaliwa kwa kukomandiwa na mtu kinyume na utaratibu, kwa sababu hata Uislamu unatufundisha kwamba hata kwenye mijadala kwamba tujadiliane kwa uadilifu. Sasa ikaonekana uadilifu hakuna sababu ya mjadala, na watu wajue kwamba si kwamba tushai kuzungumza kwenye tangazo kwamba si kwamba harakati za kutangaza Uislamu mpaka tuongee na nani na Ndacha kwamba ndio tumetimiza Uislamu. Sio kweli haya maneno, na ndio maana tulimwambia, kwa sababu Ndacha uwezo wake ni mdogo, na mtaka kujua hilo sana. Hajajibu swali hata moja la Kesedea. Yaani kama kuna sehemu amejibu, mtuambie alijibu swali gani aliwahi kujibu. Hajajibu swali hata moja. Lakini mwisho ameonyesha dharau pia, akasema Kesedea mimi level yake ya chini, labda hapa aongee na Abeli. Kwanza hata Abeli mwenyewe amekasirika. Naam. Abeli mwenyewe amekasirika, akasema mimi kesho siji. Na kweli hakwenda, hata siku hiyo hakwenda. Akasema mimi narudi zangu Arusha, na akatoa sababu zake. Akatoa sababu. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba sisi tunachokizungumza sisi kama Watanzania sasa hivi, mimi naongea hapa ni kiongozi pia wa taasisi ya Al-Mahdi Islamic Propagation Center, mimi ni katibu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo na mamlaka pia. Kwa hiyo ninachozungumza mimi kama katibu kwamba kuanzia leo Ndacha akitaka kuzungumza na Muislamu yoyote aje na timu, sio yeye kama yeye, kwa sababu level yake iko chini, afu anajisifu. Kwa hiyo Ndacha hatuwezi kuzungumza naye akiwa peke yake kuanzia leo. Na alionyesha pale namna alivyoishiwa, ndio akataka muachie mwingine amsaidie, akatumia mbinu kama vile anajitukuza yeye yuko juu kwamba anayemwachia yuko level ya chini, wakati yeye hana uwezo wote. Na ndio maana zipo baadhi ya mada tukiziandaa Ndacha hawezi kuzungumza, na ndio maana tunawaambia wapo wenzia ambao kidogo wanajitahidi. Tukawataja kina Danieli leo ni kipanga, leo tunazungumzia science kwa mujibu wa vitabu vya dini. Ndacha hawezi kukubali, lakini Danieli anaweza akakubali kujadiliana. Japo hawezi, lakini anaweza akakubali, anaweza akathubutu. Lakini tunachokizungumza ni kwamba hakuna Muislamu yoyote anayeogopa hoja. Na unapoizungumzia Qur'ani, si ndio maprofessional wa Qur'ani. Tumeisoma, acha yeye anababaisha aya tu. Tena tafsiri, si tunaisoma Qur'ani kama ilivyo na sharti zake. Kwa hiyo hakuna ambaye anaogopa hoja yoyote. Kwa hiyo tunachokizungumza hapa ni kwamba hakuna Muislamu aliyekimbia mdahalo, na ndio maana hata siku ambao alitangaza kina Sule wamenyamaza, kina Mazingi wamenyamaza. Sio kweli, kwani Mazingi hafanyi kazi ya dawa? Kwa hiyo dawa mpaka afanye kazi akiwa na Ndacha? Sio kweli haya maneno. Lakini cha msingi ni kwamba kwa sababu level ya Ndacha iko chini. Kule Kenya kule ameshindwa. Kuna kina Ramadhani Kuria wamemgaragaza, kuna Anuari Abdi yule. Sasa hivi nadhani yuko Arabuni. Anuari wamemgaragaza kule, hana hoja yoyote, akaona akimbilia apate nafuu Tanzania. Sasa akajua kwamba Kesedea labda ni mwepesi, lakini angalia alivyomnyuka Kesedea, alivyomfundisha Ndacha na hali yake kuonekana. Hata angalia comment nyingi zimempuuza Ndacha kwamba kumbe uwezo wake ni mdogo. Sasa kwa sababu walikataa sharti la sisi kukutana Mbagara, wakaamua wabaki kule ili wapate sababu ya kukimbia. Sasa sisi tunamtangazia kama Ndacha yuko tayari kushirikiana na wenzake apate kampani, yeye mwenyewe si tunaharibu level zetu. Yaani sawa sawa mwalimu wa sekondari au chuo unaongea na mwanafunzi wa chekechea. Kwa hiyo Ndacha bado yuko chekechea. Na ndio maana hata maswali yaliyoulizwa hajajibu. Mfano, alimuuliza Kesedea kwamba ni aya gani Waislamu ni watu wa kulia, ikatolewa aya, akakosa majibu. Lakini kitu kingine pia, kuna aya iliyozungumza kwa mujibu wa Biblia kwamba kwa mujibu wa Biblia inaonyesha kwamba wale manabii wa uongo waliokusudiwa ni Wakristo. Ikasoma kwenye Biblia, akasema Kesedea amekata. Aliposema Kesedea amekata, mimi nilikumbusha, kama ile rekodiwa ilisikika, sauti yangu ilisikika,
Nikamwambia Sheikh Sede, naomba urudie na usome hadi mwisho, sehemu gani umekata. Ikasoma mpaka mwisho, inaonyesha ni Wakristo tu, hakugusa. Lakini akaja na kitabu cha Wakeze Mtume ukurasa wa 22, akasoma kipengele kwamba yule aliyeletwa kwa ajili ya mhitaji wa majini. Akasema mhitaji wa majini hapa ni nani? Akiwa anakusudia eti ndio anapewa utume mtume sawa maiti anapewa na majini. Lakini sehemu hiyo tulivyoisoma, nikamwambia Kesede, naomba hicho kitabu, amesema tunaogopa kukirudia. Kisome hicho kitabu tuone inazungumzia utume. Kumbe pale inazungumzia mtume sawa alivyoenda kupeleka ujumbe kwa majini, sio alipokuwa anapewa utume. Kwa hiyo ni mtu mbabaishaji. Sasa kwa level aliyokuwa nayo Ndacha, sio mtu ambaye ana level ya kuongea na sisi. Ili akitaka kuzungumza na sisi leo lini? Leo Jumanne leo. Kesho Alhamisi sisi tunamtaka kwenye mdahalo Mbagala. Na simulizi yupo hapa. Aandae ule ukumbi wa kanisa. Sisi tuko tayari kwenda kufanya mdahalo huo ambao mdahalo kwa mada anaoitaka. Na sisi tutaweka hoja za msingi. Qur'ani bwana, mfano mimi labda nizungumze tu. Naam. Ukisoma Qur'ani katika sura ya 10. Ngoja ninukuu hapa. Ukisoma sura ya 10 aya 37, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, surati Yunus. Allah anasema, ba'da billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wama kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah, walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitab la rayba fihi min rabbil alamin. And it was not possible for this Quran to be produced by other than Allah. Kwamba haiwezekani kwamba hii Qur'ani imetungwa, kwamba haitokani na Mwenyezi Mungu. But it is a confirmation of what was before it and the detailed explanation of the former scripture about which there is no doubt from the Lord of the world. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hapa anatuambia kwamba haiwezekani kuwa hii Qur'ani kuwa imetungwa, kuwa eti haitokani na Mwenyezi Mungu, lakini hii ni usadikisho, confirmation yaliyotangulia, yani katika vitabu vya kale, scripture, na ni mafafanuo ya kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, kinachotokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Qur'ani inajitetea yenyewe. Afu nitatoa mfano kidogo. Tunapozungumzia Biblia, na ndio maana Mwalimu Kesede aliweka mada kwamba Biblia inatokana na Mungu. Naam. Kwa nini ameweka? Kwa sababu nitatoa mfano tu. Hiyo mada nitakuja kumwachia Kesede, mimi nitakuja kutoa kwa wakati mwingine. Ni kwamba Qur'an kama Qur'ani, neno al-Qur'an lenyewe ndani ya Qur'an unalikuta. Sasa kama kuna Mkristo bingwa, yani ukiacha Ndacha, hata mwalimu wake Ndacha, kama kuna Mkristo bingwa yote duniani, sio Kenya tu, duniani, atuambie neno Biblia ndani ya kitabu chenyewe lipo. Hapo tunaweza tukakesha. Yani mfano mimi naweka hii hoja iko wazi kwamba yupo Mkristo yoyote, awe profesa, awe nani, ambaye amesoma mpaka vitabu vimemwagika, kuna aya yoyote ndani ya kitabu kinachoitwa Biblia ambao kuna aya inasema neno Biblia? Ikipatikana, tunaamini kwamba mtu huyu anaweza kujadiliana na sisi. Lakini mimi ninasema kwamba ndani ya kitabu kinachoitwa Biblia, neno Biblia liko nje ya gamba tu. Naam. Ndani ukiingia hakuna neno Biblia. Angalia aya mfano hii niliyoisoma tu. Wama kana hadha alquran an yuftira min dunillah, walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitab la raiba fihi min rabbil alamin. Kwa hiyo Qur'ani yenyewe, kitabu ambacho jina lenyewe Al-Qur'an lipo ndani ya Qur'an, ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliyelitaja. Lakini ukisoma ndani ya Biblia Union Version mwaka 1952, ukisoma katika dibaji kuna sehemu imeandikwa hiyo kazi yenyewe. Inasema hiyo kazi yenyewe haikuwa rahisi. Matumizi mbalimbali yalitumika na jamii mbalimbali hata katika nchi yetu, kwamba jina la kitabu pia lilifikiriwa kwamba liitwe Agano Jipya au Maagano Mapya. Kwa hiyo hata jina la kitabu lilikuwa linafikiriwa na watu. Kwa hiyo neno Biblia ni neno ambalo asili yake ni neno la Kigiriki ambalo lina maana Biblos. Biblos ni maktaba. Haijalishi kwamba ni maneno ya Mungu au sio ya Mungu. Kwa hiyo mimi nasema hakuna ambaye ana uwezo wa kushindana na Qur'ani
ataleta ujanja tu akiongea peke yake, kwa sababu hakuna anayemjibu. Anaweza akaonekana kama ana maneno na hoja, lakini hakuna hoja ya namna yoyote, hakuna. Kwa hiyo sisi tunavyozungumza tuna uhakika na tunachokifanya. Kwa hiyo kwanza watu wajue shaiti ambao tunamwekea Ndacha, sisi tunataka mdahalo kesho kama yuko tayari, lakini tunataka awe na wasaidizi, awepo na wasaidizi waje wamsaidie, kwa sababu tukiongea na Ndacha tunavunja level, sio level yetu. Sasa anaposema Tanzania hakuna mwalimu, who are you by the way? Wewe ni nani? Una uwezo gani? Who are you by the way? Lakini tunaonyesha kwamba Ndacha uwezo wako ni mdogo. Ukiongea na sisi unamtaka Sule, unamtaka Mazinge, washakugaragaza. Kwa hiyo leo umeshindwa hoja ambazo KCD amekuwekea. Kwa cha msingi kitu ambacho nataka Waislamu wajue ni kwamba Ndacha hana hoja, ni mweupe. Tena mimi nimepigiwa na watu wengi wako nje ya nchi, wakaniambia Ndacha ni mweupe, anavunja level za Waislamu. Hebu mwambieni asaidiwe ndio muweze kufanya naye mjadala. Hawa walioyaleta haya ni watu ambao wako nje, ambao wanafuatilia kwa makini. Wengi wamepiga simu. Kuna mtu mmoja jana yuko Marekani kanipigia, ananiambia kwamba Ndacha kwa uwezo tulioona alioonyesha ni kiwango kidogo sana, anaharibu, ila cha msingi apate watu wa kumsaidia. Kwa hiyo Ndacha kama yuko tayari kusaidiwa na watu ili waje kundi, kwa sababu mimi mfano niende nikazungumze naye, KCD azungumze naye, ataonekana kama bingwa, kwamba watu wengi wanazungumza, yani hawezi kuongea na mtu mmoja, wote wanamshambulia. Sasa ili asionekane tumemshambulia, waje timu, sisi tuko tayari kufanya mdahalo wa namna yoyote. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kwanza Waislamu wajue hakuna mwenye uwezo wa kupambanua Qur'ani kuitoa makosa, kwa sababu Biblia ina makosa zaidi ya 50,000 na ushahidi tunao. Na kama wako tayari tuweke mada kati ya Qur'an na Biblia, ni kitabu gani kimetiwa mikono. Kwa hiyo sisi tuna hoja madhubuti, na muda wowote tunaweza tukazungumza hoja ya namna yote. Kwa hiyo ninachowathibitishia ni kwamba Sheikh KCD hakuweza kwenda kule kwa sababu tayari utaratibu ushaharibika na wao walikataa. Sasa walitega nini kule? Walimtegea nini kule? Aidha kwenye maiki au kwenye kiti ambacho KCD alikuwa anataka kukaa. Sisi tutawaamini vipi? Kwa nini wamekataa kuja kanisani ambako waliandaa simulizi? Mbona walikataa? Kwa hiyo inawezekana alikuwa na agenda ya siri, na kama wana uwezo Ndacha atangaze leo kwamba yuko tayari, kesho tukutane. Na wakubali masharti kwamba tukafanyie alipoandaa simulizi. Kinyume na hivyo walivyotuwekea mitego kule, hatuitaki hiyo mitego ya ajabu. Sisi tunataka kwanza sehemu tukubaliane kwa masharti ambayo yanakubalika kisheria, na mdahalo uwe wa kielimu, sio mtu anapiga makelele. Kwa hiyo Ndacha ni mpiga makelele tu kama wapiga makelele wengine. Kwa hiyo alishindwa Kenya, akategemea kwamba akija kwa KCD ataweza, lakini moto waliouchezea, mimi naamini sasa hivi labda pressure inamsumbua. Moto aliochezea sio wa kawaida. Na mkitaka mthibitisha anayozungumza, angalieni aliporusha simulizi, afu angalieni comment, mtagundua kwamba Ndacha ameumia vibaya. Kwa hiyo Sheikh KCD, hebu kwanza nikuachie nafasi hiyo.